ina shida kubwa sana ya kiafya. Kuzaliwa nilizaliwa tu vizuri, lakini nilipofikisha miaka 9 uso wangu ulianza kuvimba. Nilipelekwa hospitali ya Kenyatta National Hospital kufanyiwa upasuaji. Lakini baada ya miezi 3 tena huu uvimbe ulirudi. Ndio maana unaniona nikiwa hivi. Umeniletea shida sana. Siwezi kutafuna chakula. Mpaka umefanya nina kidonda kikubwa sana mdomoni. Wakati mwingine inaanza kutoa damu. Natamani sana nisome maishani mwangu, nije kusaidia wazazi wangu, lakini hii shida ndio inanitatiza sana. Natamani nikimaliza masomo yangu nikuwe lawyer. Naomba mhisani yeyote, wahisani wote, shirika lolote, wabunge wetu, viongozi wetu wa serikali, naomba mnisaidie niweze kupata matibabu ya nje ambayo inakarimu shilingi milioni 2. Lakini wazazi wangu kwa sababu hawajiwezi, siwezi kwenda kule nje. Naomba msaada, mnisaidie. Mwanafunzi mwerevu, mwanafunzi ambaye anapenda masomo na yuko katika kidato cha 3. Kwa hivyo huu uvimbe umeweza kuendelea na umemfanya kutatizika katika masomo yake. Sisi kama shule tunaomba kwamba kama kuna njia yoyote ambayo anaweza kusaidiwa ili aweze kupasuliwa ama kupata matibabu ili hali yake iweze kurekebishwa, akaweze kuendelea na masomo yake. Ni kijana ambaye anapenda masomo, ni kijana ambaye tunajua kwamba future yake ni mzuri, lakini shida tu ni hii shida ambayo ako nayo. Mtoto alizaliwa tu vizuri na afya yake tu vizuri, lakini alipofikia miaka 3 ugonjwa ukaanzia kwa miguu. Lakini alikuwa anaendelea tu na masomo yake vizuri mpaka 2016. Nikaona kitu inaamukia tu kwa uso kama uvimbe. Nikampeleka Bungoma Hospital. Vile nilipika huko wakapima, wakasema hii tili inatakana kupeleka kwa hospitali nyingine. Nikaenda huko Nairobi Kenyatta. Wakasema ati ni growth ya mfupa. Wakasema hiyo kijua yake yote iko tu na growth, lakini watatili na hiyo yenye imeamuka sana. Wakamfanyia surgery hiyo growth 2019. Akakuwa sawa, akarudi shuleni. 2021 tena ikaruti. Vile iruti sasa nikajiuliza sasa nitaanzia wapi, sababu niliuza tu kila kitu. Sasa vile iliruti kweli mpaka saa hii sichamshughulikia, sababu sina mbele wala nyuma. Sina chochote, hata familia yangu haijiwezi. Sasa naomba tu kweli saa hii mtu mwenye ako tu na roho safi, serikali, wabunge wetu, gavana wetu, mnisaidie. Nataka huyu mtoto kweli akue sawa, sababu ni mtoto mwenye anapenda masomo kabisa. Waheshimiwa wetu, na waomba mnisaidie huyu mtoto aende kwa hospitali atibiwe, sababu hiyo matibabu ya Nairobi Hospital ni kama wanisaidia, lakini ni natakana nichukue step nyingine niende huko India, na huko ina karibu kama milioni 2 ndio hii matibabu ya mtoto ikamilike, akuwe sawa, aendelee na masomo yake.